Mchungaji Makala amesisitiza kuwa kufuata neno la Mungu kutasaidia kuondoa roho mbaya na kutokomeza vitendo vya ukatili katika jamii. Akizungumza katika uzinduzi wa albamu ya kwaya kuu ya Tumaini ya Usharika wa Bigwa, mchungaji amesema kuwa kanisa lina wajibu wa kuwa mstari wa mbele kuelimisha na kuhamasisha jamii kuhusu athari za ukatili. Ukatili upo, tuupinge. Hiko ndio kichwa cha habari. Ukatili upo, tuupinge. Sasa katika Biblia, nisikilize waimbaji, na nianze na nini? Katika Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Daudi na kuna mwingine alikuwa anaitwa Sauli. Mapepo yalipompanda, roho mbaya ilipomshika, Daudi alipoimba, mwambie jirani yako kuimba. Sema tena kuimba. Muangalie sasa faida ya nyimbo, nyewe mnaoimba ni watu muhimu sana. Anasema Daudi alipoimba kwa kupiga kinanda, yule Sauli mapepo yalimtoka, na sio mapepo, na roho mbaya ikafanyaje? Ikamtoka. Roho hivi kanisani hamna roho mbaya? Sasa waimbaji mna kazi, muimbe kama ipo, muimbe watu roho mbaya ziwatoke, na roho mbaya zikiwatoka ukatili hautakuwepo. Bwana asifiwe. Lakini kumbe roho mbaya zinaweza kutolewa na nyimbo. Imbeni, yani imbeni katika roho na kweli, ili roho mbaya ziwatoke watu. Na mmesema wenyewe hapo kwamba roho mbaya ili roho mbaya ziwatoke wa Kristo, na zikiwatoka watakuwa watu wazuri, na zikiwatoka ukatili hautakuwepo. Kwa upande wake, afisa tarafa wilaya ya Morogoro aliyemwakilisha mgeni rasmi Mheshimiwa Musa Kilakala amesema kuwa changamoto ya ukatili imekuwa ikichangiwa na kukosekana kwa upendo na amani katika familia nyingi. Kwa kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu, naomba niungane na msaidizi wa askofu, kaongea maneno makubwa sana kuhusu masuala ya ukatili na roho mbaya. Lakini nakumbuka kama sikosei, Mathayo sura ya 22 hivi, kuna swali liliulizwa na moja wa Mafarisayo wanasheria. Walimuuliza Yesu, ni amri ipi kuu ambayo itaizidi ile ambayo ilikuwa kipindi ambacho cha Musa? Yesu alisema amri kuu ni upendo. Kwa maana kwanza umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kama tunavyopenda tulivyokuwepo hapa, lakini la pili umpende jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye upendo hakuna chuki. Kwenye upendo hakuna kudharauliana. Kwenye upendo hakuna kuoneana. Kwenye upendo kuna haki. Kwenye upendo kuna kuvumiliana. Msaidizi wa askofu, sasa hivi tuna changamoto kubwa sana kwenye familia zetu. Familia nyingi zinavunjika na watoto wanalelewa katika misingi ambayo sio mizuri, kwa sababu upendo wa kweli umeondoka. Wale wanaotarajia kuingia kwenye ndoa na sisi ambao tuko kwenye ndoa, tupambane kuzilinda ndoa zetu. Naye mwenyekiti wa kwaya kuu ya KKKT Usharika wa Bigwa amewahimiza vijana kuwa na bidii katika kazi na kuendelea kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Ushauri wangu mimi kwa vijana leo hii, ninapenda kuwashauri vijana kwanza wajitume katika kazi. Vijana waache uvivu. Vijana wawe nguvu kazi ya taifa na ya kanisa pia, kwa sababu kanisa linategemea vijana na serikali inategemea vijana. Tunaomba vijana wajitume sana katika fanya majukumu ya usuyo imani ndani ya kanisa, ili waweze kuwatoa elimu hata kwa vijana wengine, ili waweze kurudi na kumtumikia Mungu vizuri. Katika kufanya hivyo tunajenga taifa linalomheshimu Mungu. Lengo kubwa la kanisa pia ni kuwakomboa watu kutoka umaskini wa kimwili, kiroho, kiuchumi na kijamii. Kutoka mkoani Morogoro. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.